Karibu tena mtazamaji. Utekelezaji wa mpango wa miradi endelevu SDG bado ni changamoto kwa taifa, huku ikiarifiwa kuwa wanawake bado hawajawakilishwa ipasavyo katika nafasi za uongozi licha ya mchango wao mkubwa katika jamii. Stella Hasani kutoka SDG anasisitiza kwamba Kenya inaweza kufanikisha lengo la pekee kwa kuwaingiza wanawake kikamilifu katika uamuzi wa maendeleo, kwani kufanikisha usawa wa kijinsia ni msingi wa maendeleo na malengo yote ya kitovu cha ajenda ya mwaka 2030. Kina mama ndio wanafanya kazi kubwa, kazi nyingi pia zinachosha, na mara nyingine inaweza hata kukosa kuwapatia kitu kwa sababu ni kazi ngumu. Na hivyo basi ilikuwa ni kusaidia kina mama jinsi wataweza kufanya kazi ambapo pia zitaweza kuwasaidia. Na vile vile kuweza kuhamasisha hata wazee wetu ama the boy child waweze pia kuhakikisha wamesaidia hawa kina mama ndio waweze kuwa na kazi rahisi katika vijiji vyetu. Tunatarajia kwamba nyadhifa za uongozi katika walimu ziweze kuwahusisha wanawake wengi. Unapata ya kwamba katika maeneo mengi walimu wa kiume ndio wanaoongoza katika shule nyingi, ya kwamba principal, mwalimu mkuu na naibu wake wanakuwa wanaume. Tunatarajia kwamba kulingana na elimu ambayo kina mama wamepata, basi wanastahili pia kupewa zile nafasi, kwa sababu ni kweli katika nyakati hizi wameweza kupata elimu. Kuna lengo moja ambalo tumefocus nalo leo sana, na ni gender equality, SDG 5. Na tukiongelea SDG 5 kuna the national care policy. When you talk about the national care policy, we are talking about the unpaid care work, we are talking about women economic empowerment and also women in leadership. Hapa kaunti